Mimi nilikuwa nimeanza namwambia katibu mkuu hapa kwa naibu mwanasheria mkuu na katibu mkuu ni kwa mdogo sana. Umri mdogo sana. Na nimekaa miaka 22 niko kwenye uteuzi wa rais. Lakini nilipokuja pahala pa kuchagua baina ya kusimamia nililopewa haki ya watu na kazi yangu, nilichagua haki ya watu. Na ikawa sababu ya kuondoka kwenye nafasi nilikuwa nayo kama mwanasheria mkuu. Lakini kwa sababu niliamini kwamba riziki haitokani na kazi yangu, ile ni njia tu, anayetoa riziki ni Mwenyezi Mungu. Na yeye kajinasibu nayo. Ndio maana akatuuliza, aman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa alla tufi utud wa nufu. Hii ni kwa sababu ya kumshiba Mwenyezi Mungu, kwamba usitizame maslahi yako, tazama kitu ulichopewa, simama katika haki. Kwa hivyo na mimi niwaombe hilo, kwamba hii Ramadhani itufunze jambo hilo, mwende nalo kwenye maisha, na mimi naambia hamtoharibikiwa, kwa sababu ukisimama na Mwenyezi Mungu atasimama na wewe. Na njia moja ambayo ya kusimama na Mwenyezi Mungu, hata ukisoma namna gani, tanguliza kuwa na heshima, tanguliza kuwa na mwenendo mwema. Kuna msemo unasema, ukiwa educated, people will respect you. But when you are a person of integrity, they will revere you. You will be revered. Yani utatukuzwa. Ile kwamba una elimu, watu watakuheshimu. Lakini ukiwa mtu mwenye hulka, mwendo mwema, watu watakutukuza. Kwa hivyo jitahidini, elimu itafuteni, lakini tafuteni na mwenendo mwema, ili mpate kutukuzwa, mpate kutukuka. Mzee wetu sisi alituambia, alituhusia kwamba jitahidi, tafuta elimu, lakini tafuta na nyumba ya elimu. Na nyumba ya elimu si ya matofali. Nyumba ya elimu ni mwenendo mwema. Ndio nyumba ya elimu. Ukiwa na elimu hata imefika vipi, una mwenendo mwema, utahangaika wewe na utahangaisha na wenzako. Watakuona umesoma, lakini kutizama hawaioni elimu yako, kwa sababu hufanani na elimu uliyokuwa nayo. Kwa hivyo mimi niwaombe katika hilo, na nimalizie kwa kuwapongeza kwa dhati uongozi wa shule na walimu vile vile, na nyinyi wenyewe mmeipa heshima taasisi hii. Muendelee kuipa heshima, ili sisi wana wa mtaa ikitwaja tuseme iko mtaani kwangu hiyo bwana. Hiyo ya kwetu. Kwa hivyo niwaombe tuendeleze hilo, na inshallah niishie kwa kuwatakia tumalizie Ramadhani hii kwa salama. Mwenyezi Mungu atupe fadhila za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na ajalie funga zetu ziwe pia ni sadaka zetu kwa yale mema ambayo tunayatafuta. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.